Shalom, shalom. Ninashukuru Elohim wetu kwa wakati huu, kwa upendo wake mwingi, tena kwa fadhili zake nyingi ambazo ameweza kunionyesha. Ninamshukuru kwa fursa hii, tena kwa muda huu ambao Baba wetu wa mbinguni ameweza kuniwezesha ili niwe mahala hapa na niwe buheri wa afya. Maana ninajua ni wengi ambao wanaangamia, ni wengi wameangamia, wengine wamesha aga dunia, lakini mimi si mambo makubwa nimefanya mbele ya Elohim wetu, bali ninamshukuru kwa wema wake. Sasa ndugu zangu na dada zangu, mnaonisikia, mnaonitazama katika video hii, ninawakaribisha nyote katika somo la leo ili tuweze kuelimishana, ili tuendelee kujadiliana, ili tuendelee kujifunza mengi yanayotokana na maandiko. Maana nilimwambia hapo awali ya kwamba ni vizuri tuendelee kuelimishana, tuendelee kujifunza. Kama vile huwa tunasoma katika maandiko ya kwamba Paulo alikuwa anamwambia mtu ambaye anaitwa Timotheo ya kwamba asomee watu maandiko, tena washauri, tena aendelee sana sana kuwafundisha watu ili watu wapokee kweli. Kwa hivyo kwangu sina budi wala tu niendelee wala tuendelee na ada na desturi yetu, kama vile mnamoona video ambazo nimekuwa nikiupload hapo awali ya kwamba tuendelee kujifunza. Sasa kwa wakati huu ninaanza kuomba wewe ndugu au dada yangu ambaye unaanza kuwa na swali lolote, uko karibu kuuliza swali ili tuweze kuendelea na tupate elimu kubwa katika maandiko. Ingawa siku hizi watu wengi hawataki kusikia maandiko, watu wengi wamenaswa na mambo ya dunia hii, watu wengi wamenaswa na mitambo ya kisasa, watu wengi wakapotea. Watu wengi siku hizi kuna elimu za aina tofauti tofauti ambazo watu wengi wanaona ya kwamba wanaishi kwa vile wako na elimu, wanaishi kwa vile hali ya teknolojia imepanda juu na kuenea katika dunia hii yetu. Tena tunaona wanasayansi ambao wanafumbua mambo kila siku. Kwa hivyo watu wengi wanaona ya kwamba kama wanaishi kwa vile wako na nguvu, kwa vile wako na utajiri, kwa vile wako na majina mazuri, kwa vile wako na vio tofauti. Lakini ndugu yangu na dada yangu, na kuomba, hakuna yeyote anayeweza kujiongeza kitu chochote katika mwili huo wako. Kwa hivyo ninakuomba usijione, nisijione, wala tu ni vizuri tumtazamie Elohim wetu na tuweze kumtazamia Masihi. Maana elimu, maana hekima ambayo Baba wetu wa mbinguni huwapa wale ambao wanamsikia, tunaona ya kwamba ile hekima ameifisha katika Masihi. Naye Masihi yeye mwenyewe tunaona ya kwamba huwa anatupa ile elimu wakati tutamwamini, wakati tutamwangalia na tena tuwe tunamuinua. Kwa hivyo ndugu yangu, kwa sasa ningetaka tuendelee kujielimisha na tuendelee kutazamia maandiko kwa udani, tena kwa upana, kwa sababu vizuri tujue ya kwamba wakati ninakusomea maandiko haya,
Sikusomei wala sikufudishi wala sikuelimishi na maandiko haya ili ukue mwanafunzi wangu, rahasha. Mbali mimi na wewe tunastahili kuwa tumeelimika na tunajua kweli, na tukifuata ile kweli na tudumu katika ile kweli, ni kumaanisha kwamba jambo hilo ni la maana sana, na sisi wote tutakuwa wanafunzi wa Mwokozi wetu Masihi. Kwa hivyo mimi ninayekuhubiria hapa, sikuhubirii ili ukuwe mwanafunzi wangu, maana hata mimi ninayeongea maneno haya, ninayehubiri maneno haya, niko na jitihada kubwa kumjua na kuendelea sana, ili niweze kumjua Masihi kwa undani na kwa upana. Maana ameniita, maana nimehubiriwa ili nikiamini nikuwe mwanafunzi wa Masihi. Kwa hivyo hii ni kazi tumepewa na Baba wetu wa mbinguni, ni kazi tumepewa na Masihi wetu, ili tuendelee kufanya watu wengi wakuwe wanafunzi wa Masihi wetu. Kwa vile tutaendelea kuwapa neno la kweli, neno ambalo halijachanganywa na uongo. Kama vile siku hizi watu wengi wamechanganya neno la kweli na uongo. Kama vile nilimwambia kwamba siku hizi gospel ambayo au injili ambayo inapewanwa na watu siku hizi ni gospel ya prosperity, ambayo imefanya watu wengi waangamie, ambayo imefanya watu wengi wapotee. Kwa hivyo ndugu yangu, maneno ambayo ninakuelimisha, maneno ambayo ninakushauri, maneno ambayo ninakushawishi nawe ili upate kumwamini Masihi, si maneno ya ukosefu wala sio maneno ya hila, bali ni maneno ya kufanya wewe uendelee kumjua Masihi wetu. Ningetaka nisome kitabu cha Wathesalonike, Wathesalonike wa pili. Wacha tusome kitabu cha Wathesalonike. Wacha nisome kitabu cha Wathesalonike. Angalia Biblia hii yangu ya Kikuyu kidogo katika lile andiko mahala lipo, ili tuendelee kujifunza mengi na tuendelee kuelimika. Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango huu wa pili. Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango wa pili mstari huo wa 3 inasema hivi: kwa maana maonyo yetu siyo ya ukosefu wala ya uchafu wala ya hila, bali kama vile tulivyopata kibali kwa Elohim tuwekewe amana Injili, ndivyo tunenavyo, si kama wapendezao wanadamu, bali wampendezao Elohim anayetupima mioyo yetu. Kwa hivyo tunasikia kwamba tulivyopata sisi kimbali kutoka kwa Elohim tuwekewe maana Injili, ndivyo tunenavyo, si kama wapendezao wanadamu, bali wampendezao Elohim anayetupima mioyo yetu. Maana hatukuwa na maneno ya kujipendekeza wakati wowote, kama mjuavyo, wala maneno ya juu ya kufisha choyo. Elohim ni shahidi. Kwa hivyo maneno ambayo tunaongea, maneno haya ambayo unayonisikia nikisema katika maandiko haya, si maneno ya kujipendeza. Sisemi maneno haya ili tupate kujipendeza kwa watu, bali tunawaambia maneno haya ili tupate kujua mengi, ili tupate kuelimika sana. Kwa hivyo tunaona ya kwamba neno ambalo tunanena nanyi si maneno ya uchafu, sio maneno ya hila, bali ni maneno ya kweli. Maana tukiendelea kuangalia maneno haya ya kweli, kweli ni ya maana sana. Na tunasikia kwamba kitabu cha Yohana mstari wa Yohana 17 mstari huo wa 17 inasema hivi. Yohana 17 mstari huo wa 17 inasema hivi. Yohana 17 mstari huo wa 17 inasema hivi: watakase kwa ile kweli, neno lako ndilo kweli.
Kwa hivyo uwatakase na neno lako, uwatakase kwa ile kweli. Neno lako ndilo kweli. Kwa hivyo tunatakaswa na neno. Kwa hivyo wewe ambaye wewe unakataa neno la kweli, jua ya kwamba huwezi takaswa na neno, na neno linatutakasa sisi. Kwa hivyo ndugu yangu, kwa wakati huu ningetaka tujifunze maneno mazuri, maneno ambayo yanatokana na Biblia, maneno ambayo ni ya muhimu. Na jambo ambalo ningetaka tuweze kunena pamoja nanyi ndugu zangu jioni hii ni kuhusu ubatizo. Kwa lugha ya Kiingereza ni kumaanisha baptism, meaning of baptism. Kuhusu baptism. Jambo hili ningetaka tuweze kujadiliana pamoja nanyi, maana dunia yetu imeasi, imekataa, imedharau, imepinga nini? Ubatizo wa kweli. Imekataa ubatizo wa kweli. Na nikisema dunia hii ni watu wengi, 99 nukta vile, tunaona ya kwamba imekataa, imeasi na imedharau ubatizo wa kweli wa Biblia. Sababu gani? Sababu hii, kwa vile kumetokea makanisa, kumetokea madhehebu mengi kuliko mikate, kuliko hoteli katika dunia yetu, ambayo imekuja na maubatizo ya aina tofauti. Yaani makanisa, madhehebu ya leo ambayo ni mengi yamekataa ubatizo wa kweli. Sasa ndugu yangu, wamekataa ubatizo wa kweli kwa sababu gani? Kwa sababu ya kitu kinaitwa the church dogma. The church dogma. Yaani church dogma ni mapokeo ya dini. Kwa hivyo ndugu yangu, ninakuomba wakati utakaposikia tukinena nawe pamoja hapa, tujue, je, ni upi ubatizo wa kweli ambao unatokana na maandiko? Ni vipi mtu anastahili kubatizwa? Usije ukaghadhabika, usije ukadharau, usije ukanikejeli mimi, bali ni vizuri tutazamia maandiko ili tujue ya kwamba maandiko yanatufunza nini kuhusu ubatizo. Je, ni nani aliyeonyesha hali ya kwamba ni vizuri watu wabatizwe? Kwa hivyo maneno haya yote ni vizuri tuweze kuyaangalia na kuyaangalia kwa undani, ili tupate kujua mengi ambayo yanatokana na maandiko. Kwa hivyo ndugu yangu, ningetaka tuone ya kwamba, je, ubatizo wana theolojia, nyinyi ambao munaenda shule ya theology kusomea sijui dini, baptism comes from the word baptizo in Greek, meaning immersion. Kwa hivyo ndugu yangu, neno baptism limetokana na lugha ya Kigiriki, neno baptizo,
meaning immersion na lugha ya Kiingereza. Sasa wacha tuangalie na tutazame maandiko vile inavyotufunza sisi ili tupate kuelimika. Je, wacha tuangalie na tuone Masihi wetu alisema nini na ni vipi alivyoambia mitume wake. Kitabu cha Marko 16, kitabu cha Marko 16 mstari huo Marko, acha nifike pale ndugu yangu. Marko 16 mstari huo wa 15 16 inasema hivi. Maandiko yamenakiliwa ndugu yangu hivi. Yamesema, akawaambia, enendeni ulimwenguni mwote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Kwa hivyo Masihi wetu aliwaamrisha wanafunzi wake waende katika dunia, katika ulimwengu wote, wafanye nini? Wakaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Kwa hivyo hii ni shauri la Mwokozi wetu alipoambia wanafunzi wake, enendeni ulimwenguni mwote mkahubiri Injili, mkiwabatiza watu ambao watakuwa akiamini. Kwa hivyo yule ambaye anabatizwa ni yule ameamini, yaani yaani ni mtu ambaye ameamini. Kwa hivyo kuna batizwa wale watu ambao wameamini nani? Masihi wetu. Hawa ndio wanastahili kubatizwa. Sasa ndugu yangu, ningetaka tuangalie sasa na tutazame ni vipi, ni maswali gani ambayo tunastahili sasa kujiuliza. Maana kuna mambo kadhaa wa kadha ambayo tunastahili kujiuliza na tupate kuelimika na tupate kutokuwa sasa hatujui. Maana watu wengi wamepotezwa na madhehebu, watu wengi wamepotezwa na dogma za makanisa. Ndugu yangu, sasa wacha tuangalie na tutazame sasa. Je, kama ubatizo ni immersion, je, wacha tuone mifano ya watu ambao waliobatizwa katika ndani ya maji mengi. Tuangalie kitabu cha mitume, Matendo ya Mitume 8, kitabu cha Mitume 8 mstari huo wa 34 mpaka wa 38. Ndugu yangu, utasikia kwamba mtu ambaye alikuwa anaitwa the Ethiopian eunuch alipobatizwa na mtu alikuwa anaitwa Filipo. Je, alibatizwa wapi au alibatiziwa wapi? Wacha tusikie kitabu cha Matendo ya Mitume 8 mstari huo wa 34. Yule towashi akamjibu Filipo akasema, na kuomba nabii huyu asema maneno haya kwa habari ya nani? Ni habari zake mwenyewe au za mtu mwingine? Filipo akafunua kinywa chake, naye akianza kwa andiko lililo hilo akamhubiri habari njema za Masihi. Wakawa wakiendelea jiani, wakafika mahali penye maji. Yule towashi akasema, tazama,
maji haya ni ya nini? Kinachonizuia nisibatizwe? Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Akajibu akanena, naamini ya kwamba Yashua Masihi ndiye mwana wa Elohim. Kwa hivyo akaamuru lile gari lisimame. Wakateremka wote wawili majini, Filipo na yule towashi, naye akambatiza. Kwa hivyo ndivyo tulisikia kwamba Masihi wetu aliambia wanafunzi wake, enendeni ulimwenguni mwote mkahubiri Injili. Yule atakayeamini. Sasa ni kuamini nani? Ni kuamini Masihi Yashua. Yeye ni mwana wa Elohim. Sasa ukimwamini Masihi ni mwana wa Elohim, tunaona ya kwamba hakuna jambo lolote linastahili kukuzuia wewe ubatizwe au upate kupata ubatizo. Sababu gani? Umeamini ya kwamba Masihi ni mwana wa Elohim. Kwa hivyo tunaona ya kwamba towashi wakatelemuka pamoja na Filipo, wakaingia katika maji. Tunaona yule towashi akabatizwa na nani? Na Filipo. Tunaona towashi akabatizwa na Filipo. Tunaona jambo hili ni jambo ambalo tunaona ya kwamba katika agano hili jipya, ubatizo tunaona ya kwamba unabatizwa yule ameamini Masihi ni mwana wa Elohim. Tena tunaona ya kwamba yule anayebatizwa anastahili kubatizwa ndani ya maji mengi. Wacha tuone ushuhuda mwingine. Tunaone ushuhuda mwingine, kitabu cha Yohana Injili 3 mstari huo wa 22. Injili ya Yohana 3 mstari huo wa 22. Maana watu wengi wamekataa, watu wengi wamedharau ubatizo huu wa maji mengi, maana wamefundishwa dogma, wamefundishwa mapokeo ambayo yanatokana na wanadamu katika shule za kibiolojia. Sasa wanapinga maandiko. Wacha tuone kitabu cha Yohana 3 mstari huo wa 22. Tunaona ushuhuda mwingine. Ushuhuda huo mwingine tuone kitabu cha Yohana 3:22 nasema hivi: baada ya hayo Masihi na wanafunzi wake walikwenda mpaka nchi ya Wayahudi, akashinda huko pamoja nao akabatiza. Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni karibu na Salimu, kwa sababu huko kulikuwa na maji tele, na watu wakamwendea wakabatizwa. Kwa hivyo tunaona ya kwamba ushuhuda mwingine, tunaona ya kwamba Yohana Mbatizaji anabatiza kule pahali kunaitwa Salem. Tunaona ya kwamba Yohana anabatiza mahali kulikuwa na maji mengi. Tunaona hakuwa anabatiza mahala kulikuwa na maji machache. Tunaona ya kwamba hakuwa anabatiza watu kwa njia nyingine, bali alikuwa anabatiza watu kwa njia ya kuwa wanabatizwa pahala kuna maji mengi. Tunaona Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni karibu na Salimu, kwa sababu huko kulikuwa na maji tele. Ukisoma lugha ya Kiingereza inasema because there was much water. Because there was much water. Huo ni ushuhuda wa pili. Tunaona Yohana anabatiza na maji mengi. Tunaona yule mtu anaitwa towashi anabatizwa, wanaingia katika maji. Yule towashi anabatizwa na Filipo. Je, maji ya kalai unaweza ingia ubatize mtu? Je, maji ya kikobe ambayo inabarikiwa na padre, maji ya beseni ambayo inabarikiwa na mabishop ambayo ni ya kubatiza watu, je, inatosha tuingie katika maji hiyo ya beseni tubatizwe ili tuseme ya kwamba tumebatizwa? Hilo ni swali la kujiuliza. Sasa wacha tuone ushuhuda mwingine
ambaye yeye tunayemfuata, ambaye anaitwa Masihi wetu, wakati alikuwa anabatizwa na Yohana, je, alibatiziwa wapi? Kitabu cha Mathayo 3. Kitabu cha Mathayo mtakatifu 3 mstari huo wa 13 inasema hivi: wakati huo Masihi akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe, lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu? Masihi akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa sababu ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Basi akamkubali. Naye mstari wa 16 inasema hivi: naye Masihi alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama, mbingu zikamfunukia, akamuona Roho wa Elohimu akishuka kama hua akija juu yake. Kwa hivyo tunasikia kwamba Masihi alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini. Kwa hivyo Masihi wetu alipomalizwa kubatizwa, tunaona ya kwamba alitokea akapanda kutoka majini. Je, maji ya karai? Maji ya beseni? Je, unaweza panda kutoka maji hiyo ya beseni au ya karai, ndugu zangu, bila kukejeri, bila madharau, bila kudharau? Je, ni swali langu. Je, watu wametoa ukakamavu upi? Watu wametoa ujasiri huu wapi kama si mapokeo ya wanadamu? Wametoa ujasiri wa kubatiza watu na maji ya karai? Wametoa ujasiri wapi kwa kubatiza watu na maji ya beseni? Ujasiri huu watu wametoa wapi? Maana tunaona ya kwamba Biblia inafunza ya kwamba kubatiza ni lazima mtu abatizwe ndani ya maji mengi. Abatizwe ndani ya maji mengi. Haya ndiyo maandiko. Kwa hivyo ni vizuri tujue ya kwamba yeyote tutaona ya kwamba hajabatizwa ndani ya maji mengi, ni kumaanisha ya kwamba hajabatizwa. Sasa ndugu yangu, kuna maswali sasa kadha wa kadha tunastahili kujiuliza kuhusu ubatizo, kuhusu baptism. Kuna maswali 5 questions. Kuna maswali 5 tunastahili sasa kujiuliza kuhusu the water baptism. Kuna maswali 5 ambayo sasa tunastahili kujiuliza. Maana nilimwambia pale awali ya kwamba yule ambaye anabatizwa ni yule ameamini ya kwamba Masihi ni mwana wa Elohimu. Tena nikawaonyesha ya kwamba baptism comes from the word of the Greek baptizo, meaning immersion. Yani immersion ni kutubukizwa ndani ya maji. Kwa hivyo tutakapoona ubatizo kando na kuingizwa ndani ya maji, tujue ya kwamba huo ni ubatizo fake. Huo ni ubatizo, yani ni mapokeo ya wanadamu. Kwa hivyo ndugu yangu, mimi kwangu huwa sitaki kudharau, bali huwa nataka kuongea kweli, maana kweli itatutia huru. Sasa maswali 5. Je, swali la kwanza, kwa wale ambao wanaotaka kuingizwa ndani ya ubatizo wa kweli, kuna maswali 5. Swali la kwanza, who should be baptized? Who should be baptized? Who should be baptized? Ndugu yangu, who should be baptized? Wacha niangalie dasta yangu ya kufuta, maana ni vizuri ndugu yangu na dada yangu
tupate kujua mambo haya. Who should be baptized? Baptized. Who should be baptized? Number two, tunastahili kujiuliza how ni aje? How should we be baptized? Ni kivipi tunastahili kuwa tunabatizwa? Ni nani yule anastahili kubatizwa? Sasa number 3, tuone ya jambo lingine. Where ni wapi? Where should we be baptized? Number 4 ni wapi? Yani swali la 3 ni wapi tunastahili kubatiziwa sisi? Number 4, why? Kwa nini? Why should we be baptized? Why should we be baptized? Ndugu yangu, hiyo ni swali la muhimu sana. Number 5 ni when should we be baptized? When should we be baptized? Hayo ni maswali muhimu ya kujiuliza. Tunafanya kitu inaitwa kuelimishana na maandiko bila kusema Bible say, maandiko inasema na sisemi ni wapi inasema. Ndugu yangu, haya ni maswali muhimu sana. Yule ambaye anataka kubatizwa, je, na kubatizwa maana yake nini? Hapo kwanza nataka tusome ili tujue na tuelewe. Je, kubatizwa maana yake ni nini? Maana na kama kubatizwa maana yake ni nini? Kuna mtu mmoja ambaye aliyekuja kwa Masihi wetu usiku. Alikuwa mwalimu wa sheria. Alikuwa anaitwa Nicodemus. Kuna swali aliuliza Mwokozi wetu, je, ni nini ninastahili kufanya ili niingie katika ufalme wa Elohimu wetu? Je, Masihi wetu alimjibu kivipi? Wacha tusikie kitabu cha Yohana 3 mstari huo wa 3. Maandiko yanasema hivi: Masihi akajibu akamwambia, amin amin nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Elohimu. Kwa hivyo Masihi wetu aliambia huyu Nikodemu ya kwamba mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi ingia katika ufalme. Kwa hivyo Masihi wetu aliongelea kuhusu kuzaliwa mara ya pili ili apate kufanya nini? Kupata ufalme wa Baba wetu wa mbinguni. Sasa watu wengi ninataka kuonyesha kwamba wametenganishwa katika kuingia ufalme wa Mwokozi wetu Masihi. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawajafuata nyayo za Masihi, hawajasikia Masihi. Watu wengi wameendelea kufuata mapokeo. Watu wengi wameendelea kufuata mafundisho ya kidini. Watu wengi wamedharau maandiko. Watu wengi wamekataa, wameasi kweli. Kwa hivyo ndugu yangu, ili sisi tuweze kuingizwa katika ufalme wa Elohimu wetu, ni lazima tuzaliwe mara ya pili. Na kuzaliwa mara ya pili, kwanza ni lazima tuzaliwe ndani ya maji. Tuzaliwe katika maji. Wacha tusikie pale ndugu yangu, mstari huo wa 6 inasema, mstari huo wa 5 inasema hivi. Inasema, Masihi akajibu, amin amin nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho. Kwa hivyo ni lazima tuzaliwe kwa maji na kwa roho. Sasa kuzaliwa kwa maji, yule anayezaliwa na maji, sasa ni lazima maswali haya 5 ajiulize na ayajue na ayafahamu. Usipofahamu mambo haya 5, ndugu yangu, utakuwa na shida kubwa. Utakuwa na shida. Sasa ni nani anayestahili kubatizwa? Ni nani huyu sasa anayestahili kubatizwa?
Yule sasa anayestahili kubatizwa, swali la kwanza ni nani sasa? Kitabu cha Mitume, Matendo ya Mitume 2. Kitabu cha Matendo ya Mitume 2. Kitabu cha Matendo ya Mitume 2. Matendo ya Mitume 2 mstari huo wa 38. Mtu ambaye alikuwa anaitwa Petro, wakati alihubiri siku ile ya Pentekoste, kuna watu wengi ambao walisikia neno ambalo lilihubiriwa na Petro. Sasa hawa watu ambao walikuwa wamekuja kutoka pembe za dunia walisikia neno likihubiriwa. Je, walisema nini na kuliendaje hatimaye? Kitabu cha Matendo ya Mitume 2 mstari huo wa 37 inasema hivi: walipoyasikia haya wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yashua Masihi. Biblia hii imeandikwa Yesu Kristo, lakini tukiangalia siku ingine tutaona ya kwamba Yesu Kristo ni jina ambalo lilibadikwa hapa na Wagiriki. Sasa hatuko hapo. Sasa mkabatizwe katika jina la Yashua Masihi mpate ondolewa la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa hivyo, who should be baptized? He or she. Who ni nani? Huyu ambaye anastahili kuwa anabatizwa ni yule amefanya nini? Repented. Tubuni dhambi zenu. Kwa hivyo wakubatizwa ni yule ametubu dhambi zake. Huyu hastahili sasa kukosa kubatizwa. Sababu gani? Ametubu dhambi zake. Kwa hivyo who should be baptized is the one who have repented his or her sins. Kwa hivyo ndugu yangu, yule anabatizwa ni yule ametubu dhambi zake. Sasa kuna jambo kubwa ambalo mimi huwa linanihuzunisha sana, maana dini zimekoroga watu mafikira. Maana dini zimefanya watu wakose kufuata neno. Maana dini zimefanya watu wakose kujua kweli ya maandiko. Sasa swali langu, maana yule anayebatizwa ni yule ametubu dhambi. Swali langu ni hili: je, mtoto anajua dhambi? Mtoto mchanga, mtoto wa kuzaliwa wa siku 3, wa mwezi moja, wa mwaka moja, je, anajua dhambi ili apate kubatizwa? Biblia inatufunza ya kwamba yule anastahili kubatizwa ni yule ametubu dhambi zake, lakini dini zimefanya watu waasi maandiko. Na ukisomea watu maandiko wanakuwa na hasira, wanaghadhibika. Watu wanakuwa na hasira. Sababu gani? Wanasema unaingilia dini zao wakati unasema kweli. Wacha nisome kitabu kimoja cha dini. Kitabu kimoja cha dini ambacho kinaitwa Katekisimu ya maswali na majibu. Inatokana na katekisimu ya kanisa Katoliki. Hii ni katekisimu dogo, na kuna katekisimu ingine ya katikati, na kuna ingine kubwa. Sasa hii ukienda bookshop ya Catholic utauziwa. Hii nilikuwa nimeununua na niko na ushuhuda ya kwamba mimi ndiye niliyenunua katika bookshop. Kwa hivyo hii katekisimu sio mimi nimeandika, si kanisa yetu imeandika, bali ni kanisa imeandika. Kama vile tunaona ya kwamba gazeti zikiandaliwa, zikitolewa kama gazeti za leo, hakuna mtu yeyote
amepingwa kusoma gazeti, awe ni Muislamu, awe ni Mkatoliki, awe ni Msabato, kila mtu anaweza soma gazeti. Lakini ukisoma vitabu za dini, pale watu wengi wanaanza kughadhibika. Lakini ukisoma gazeti ambayo imeandikwa leo, ukiwa Muislamu hakuna mtu ataghadhibika. Ukiwa Msabato usome gazeti, usome au changanue vile gazeti huwa zinachanganuliwa asubuhi, yaani wakati zinasomwa asubuhi, hautasikia Muislamu akighadhibika, hautasikia Msabato akighadhibika, au Mkatoliko au Mprotestanti. Kwa sababu gani? Sababu gani? Hawezi ghadhibika, maana anajua ya kwamba zimeandikwa mambo ya nini? Ya nchi yao au ya taifa yao. Lakini ukisoma vitabu za dini, uonyeshane makosa, uonyeshane pahala ambapo watu wengi wamepotea, watu wanaanza kuinuka, wanakuwa na hasira. Sasa nataka tusome katekisimu ya maswali na majibu, inatokana na katekisimu ya kanisa Katoliki. Page what? Wacha tusome hapa, ndugu yangu. Kitabu cha katekisimu hii ndogo inasema, naamini katika uzima wa milele. Page 61 inasema nini? Wale samahani si pale. Page 66 ukurasa wa 66 inasema nini? 66 inasema hivi, ubatizo inasema hivi, pale chini inasema hivi, Mungu anawataka watu wote wabatizwe. Kama tunataka kuongoka, ni sharti tubatizwe. Ni wajibu wa wazazi kuhakikisha kuwa watoto wao wachanga wanabatizwa haraka iwezekanavyo. Sikia kanisa Katoliki linavyofundisha watu ya kwamba ati ni wajibu wa wazazi kuhakikisha kuwa watoto wao wachanga wanabatizwa haraka iwezekanavyo. Je, hivyo ndivyo Biblia imetufunza? Je, Biblia imetufunza watoto wachanga waweze kubatizwa haraka iwezekanavyo? Je, watoto wadogo wanastahili kufanywa nini? Maana mtoto mdogo hajui dhambi, hajui kutumbu dhambi. Mtoto mchanga kama yule wako, mtoto wa miaka 2, mtoto wa mwaka mmoja wa miezi, kama vile tunavyoona mapadri, tunavyoona mabishop wengine wanavyochukua tutoto tudogo, wanatubatiza ndani ya beseni, wanatumwagilia maji. Je, hili ni funzo la Biblia au hili ni mafunzo ya dini? Wacha tuone ya kwamba watoto wadogo wanastahili kufanywa nini. Tuko katika huu, ni nani anayestahili kubatizwa? Ni nani? Ni yule ambaye ametubu dhambi zake. Mtoto mdogo hajui dhambi, kwa hivyo hastahili kubatizwa. Je, mtoto mdogo anastahili kufanywa nini? Kitabu cha Mathayo 19 mstari huo wa 13 inasema hivi, ndipo akaletewa watoto wadogo ili awaweke mikono yake juu yao na akawaombea na kuwaombea. Wanafunzi wake wakamkemea, lakini Masihi akasema, wachaneni na watoto wadogo wanje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana walio mfano wa hao ufalme wa mbinguni ni wao. Kwa hivyo ndugu zangu, Masihi tunaona ya kwamba aliletewa tutoto, akatufanya nini? Akawaekea mikono juu yao na kuwaombea. Je, mapadri na mabishop ambao mnaletewa watoto na wazazi, je, huwa mnawaombea na kuwaekea mikono? Au nyinyi mnashukua mnabatiza? Nani amewaamurisha hivyo? Mapadri? Nani amewaamurisha hivyo? Mabishop, makasisi wa kanisa ambao mnafanya hivyo? Je, ni nani amemwamurisha hivyo mbatiza watoto wadogo wasiojua dhambi, wasiojua kutumbu, wasiojua kuamini Masihi ni mwana wa Elohim? Kwa hivyo
washaneni, washaneni, ondokeeni, ondokeeni mapokeo ya dini ambayo haitawasaidia ndugu zangu. Kwa hivyo yule anastahili kubatizwa ni yule ambaye ametubu dhambi zake, ametubu dhambi zake. Wacha tusikie kitabu kingine ili tupate kuelewa, kitabu cha Mitume, kitabu cha Matendo ya Mitume, tupate ushuhuda mwingine. Maandiko yanasema nini? Matendo ya Mitume 8 mstari huo wa 12, maandiko inasema nini? Maandiko inasema hivi: lakini walipomwamini Filipo akizihubiri habari njema za ufalme wa Elohim na jina lake Yeshua, wakabatizwa wanaume na wanawake. Kwa hivyo tunaona wakabatizwa wanaume na wanawake. Tunaona Filipo hakubatiza watoto. Hakuna mitume wowote katika maandiko tuko na ushuhuda wao wakibatiza watoto wadogo, kama vile tunaona siku hizi mapadri, makasisi wa kanisa wanavyofanya. Sijui fundisho hilo, sijui kama ni Biblia wanasoma, lakini hakuna pahali popote katika maandiko Agano Jipya watoto wadogo wanastahili kubatizwa. Kunastahili kubatizwa nani? Yule ambaye ametubu dhambi zake. Kama vile tunaona ya kwamba Filipo akabatiza wake na wanaume, ambao hawa watu wake na wanaume ni watu wazima. Maana ndugu yangu, watu wengi wanaendelea kupotea. Kwa nini? Kwa kutosoma. Kwa hivyo ndugu yangu, jambo hili ni la maana na ni jambo la muhimu sana. Je, wacha tuendelee tusome kitabu kingine pale, kitabu cha Matendo ya Mitume 9 mstari huo wa 10. Tusikie naye Paulo kuliendaje naye kuhusu Paulo. Kitabu cha Matendo ya Mitume 9 mstari huo wa 10 nasema hivi: basi palikuwapo Dameski mwanafunzi jina lake Anania. Bwana akamwambia katika maono, Anania. Akasema, mimi hapa Bwana. Mstari huo wa 17 inasema hivi: Anania akaenda zake, akaingia mle nyumbani, akamwekea mikono akisema, ndugu Sauli, Bwana amenituma Masihi, yeye aliyekutokea katika njia ulioijia, upate kuona tena, ukajazwe Roho Mtakatifu. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Paulo kuhusu yeye vile Anania alivyoamuriwa aende kwa Sauli. Mstari wa 18, mara vikaanguka machoni pake vitu kama magamba, akapata kuona, akasimama, akabatizwa, akala chakula na kupata nguvu. Kwa hivyo Sauli akabatizwa. Kwa hivyo tunaona ya kwamba ni vizuri, na jambo hili linaonekana ya kwamba yule anayebatizwa ni yule ametubu dhambi zake. Ni kivipi mtu anastahili kubatizwa? Ni kivipi mtu anastahili kubatizwa? Wacha tuone kielelezo kizuri ambacho ni Masihi wetu. Nilikuwa tumesoma kitabu cha Mathayo 3 mstari wa 16, ikasema ya kwamba Masihi wetu alipobatizwa akatokea mara moja majini. Kwa hivyo how should we be baptized? In much water, ndani ya maji mengi. Kwa hivyo tunaona ya kwamba ni kubatizwa, ni kuingizwa ndani ya maji mengi. Wacha tuone kama Masihi yeye alibatizwa ndani ya maji mengi, kama vile nimemwambia. Tulikuwa tumesoma kitabu cha Mathayo 3:13 hadi 16. Tuone, je, Masihi yeye ndiye kielelezo chetu? Kitabu cha Petero, kitabu cha Petero wa kwanza 2 mstari huo. Petero wa kwanza, kitabu cha Petero. Biblia hii ni mpya, kwa hivyo kufunguka kwake na shida kidogo.
Petro wa kwanza 2 mstari huo 21 inasema hivi: kwa sababu ndiyo mlioitiwa, maana Masihi naye aliteswa kwa ajili yenu, akawaachia kielelezo mfuate nyayo zake. Kwa hivyo Masihi alituashia ili tufuate nyayo zake. Masihi ni kielelezo chetu. Kama yeye ni kielelezo chetu, je, kama alibatizwa ndani ya maji mengi? Kwa hivyo yeye ni kielelezo chetu, hata sisi tubatizwe ndani ya maji mengi. Lakini yule anayebatizwa ni yule ametubu. Kuna watu wanauliza swali, je, Masihi kwa nini alibatizwa? Kwani alikuwa na dhambi? Masihi hakuwa na dhambi ya kiasili. Kwa hivyo hakubatizwa kwa maana alitubu dhambi zake. Hapana, Masihi wetu alibatizwa ili atimize haki yote. Atimize haki yote. Kwa hivyo si vile alikuwa na dhambi akatubu akabatizwa, la hasha. Masihi hakuwa na dhambi, maana uzao wake sio uzao wa dhambi. Kwa hivyo tunaona ya kwamba yeye alibatizwa ili awe kielelezo chetu, na hakubatizwa kwa vile alikuwa na dhambi. Where should we be baptized? Ya maswali tumejibu. Where should we be baptized? We should be baptized. Where should we be baptized? Tunastahili kubatizwa pahala kuna maji mengi. Ni pahali unazikwa na maji mengi. Ni pahala unazikwa na maji mengi. Watu wengi wanasema ya kwamba ni lazima ubatizwe kwa maji ambayo yanateremka. Biblia haijatuambia tubatizwe kwa maji ambayo inateremka, la hasha. Bali Biblia inatufunza ya kwamba tubatizwe pahala kuna maji mengi. Where should we be baptized? In much water. In much water. Why now? Why should we be baptized? Sasa hapa kuna maswali. Wacha tumalizie na why, ili tupate kujua ya kwamba why should we be baptized? Why should we be baptized? Why should we be baptized? Number one, why should we be baptized? Jambo hilo ni la maana sana. Jambo hili ni la maana sana kwa sababu baptized meaning we bury the old man. We bury the old man. Hapa kuna lesoni kubwa ningetaka tujifunze kidogo, ingawa simu yangu inaendelea kutimia kufika storage mwisho. We bury the old man. Why should we be baptized? Because baptism, vile tunavyobatizwa, tunaingizwa katika nini? Kufa na kufufuka kwa